Hello, karibu tena katika sehemu yetu nyingine ambapo tunajifunza data structure. Kumbuka kozi yetu ni Python for Data Science and Machine Learning, na hapa tunaangalia data structures, na tutaanza kwa kuangalia list. Lakini data structure ni data structure inakuwa ni, tunaweza kusema ni namna tunavyoweza kupangilia data zetu kwenye kompyuta, ambapo hapa tutaangalia namna mbalimbali ambapo tunaweza tukahifadhi data zetu kwenye kompyuta kwa kutumia Python. Na kwa kwanza tutaanza na listi. Sasa list ni nini? List ni data type ambayo inapatikana kwenye Python, ambapo kwa watumiaji waliowahi kufanya kwa lugha zingine kama Java au C++, kuna kitu tunaita arrays, ambapo tunaweza tukastore elements za same data type. Kwa kama una store integers, utastore integers peke yake. Kama una store float, utastore float peke yake. Lakini kwenye list unaweza ukastore data ya any data type. Na kitu kingine ni kwamba ni rahisi sana kustore hizo elements, kwa sababu utazistore kwenye format ya kuziwekea koma, lakini zikiwa na aina tofauti. Inaweza ikawa list, inaweza ikawa string, inaweza ikawa complex number na vitu kama hivyo. Kwa mfano, tunaweza kutengeneza namna kutengeneza list. Kuna namna mbili za kutengeneza list. Unaweza kutengeneza list kwa kutumia keyword ya list kama hivyo, halafu ukaweka component zako ndani, labda ukasema kuna Juma, halafu ukasema kuna namba hapa 12, halafu ukasema pia una nini, labda una herufi y labda. Kwa hiyo hii ni namna nyingine ya kutengeneza list, ambapo unaziweka kwenye keyword ya list ya. Lakini namna ambayo ni rahisi sana ya kutengeneza list ni kwa kutumia labda tuseme hii ni list 2, ni kwa kutumia tu square brackets. Kwa kutumia square brackets unaweza kutengeneza list na utahitaji kutumia ile keyword ya list, ambayo mara nyingi tunaitumia katika type conversion. Labda tunataka kubadilisha kitu fulani kiwe list, tunatumia hiyo list. Kwa hiyo hivi ndio namna tunaweza kutengeneza list. Kwa mfano, unaweza kuwa na list hapa, labda tuseme hapa tuna physics, hapa tuna chemistry, halafu tuna mwaka, labda tuna 2021, halafu tuna 2022. Sasa tuna complex number ambayo ni labda tuseme ni 3 jumlisha 6j. Sasa hii ni list yetu ambayo ina string, ina integer, lakini pia ina complex number. Sasa tunavyoweza kuaccess list ni kama tulivyokuwa tunaweza kuaccess string, kwamba tunaweza tukatumia indices ambazo zipo kwenye list. Kwa hiyo tukisema list 2, halafu tukataka kuaccess element ya physics, maana yake inabidi tujue physics ipo katika position gani. Tukisema 0, maana yake ndio itatuletea physics, kwa sababu tuna count from 0, 1, 2, 3. Na tukitaka kuaccess complex number ambayo ni 3, halafu tukasema .image, maana yake tutaaccess complex number, halafu tutaaccess imaginary part ambayo ni 6. Umeona? Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza kuaccess element za list. Lakini kitu kingine tulisema unaweza kuaccess kwa kutumia slicing operator. Kwa mfano, tunataka kuaccess kutokea tunataka kuaccess 2020 na hii complex number, maana yake tunataka kujua 2020 ipo kwenye index ya ngapi. Mfano 0, 1, 2 ipo kwenye index ya 2, kuendelea mbele ndio tunazozitaka. Kwa hiyo tutaletea 2021 na complex number yetu ambayo tulikuwa tunahitaji. Kwa hiyo ni namna ya kuaccess elements kwenye list. Na kama nilivyosema, list ina store elements of different data type. Lakini tunaweza tukahitaji kufahamu list yetu ina operations gani ambazo zipo, kwa maana ya operands ambazo tunaweza kuzikuta kwenye list. Sasa kwenye list tunaweza kukuta certain functions ambazo au certain operations ambazo tunaweza kuzitumia. Kwa mfano,
tunaweza tukaamua kuangalia length ya list yetu. Kwa mfano hii list ilikuwa na element 4, kwa hiyo ukiandika length alafu ukapitisha length ya list hapa, list 2 itakuletea 4 kama hivyo. Lakini unaweza ukaamua pia kuongeza list moja na nyingine. Kwa mfano ile list 2, hii list yetu list 2 tunaweza tukaamua kuiadd na list nyingine ambayo ina element kama 3 na 5, na tukatengeneza list nyingine ambayo ina hizi element 3 na 5 zikiwa zimekuwa included. Kwa hiyo hiyo ni katika kuadd list. Lakini unaweza kaamua kuiduplicate list moja kutengeneza list zaidi ya moja. Kwa mfano tukasema list 2 tunataka tuiduplicate mara 3. Kwa hiyo hii ni repetition operator. Kwa hiyo tunafanya repetition na ina repeat in 3 times. Kwa mfano hii ni ya kwanza, hii ni ya pili, hii ni ya tatu. Kwa hiyo imerepeat 3 times. Kwa hiyo ni repetition operator, lakini hii tulikuwa tumefanya ni concatenation. Lakini pia unaweza ukaangalia membership kama tulivyokuwa tumeangalia mara ya kwanza membership. Kwa mfano kwenye list yetu, labda kwenye list tunataka kuangalia kama kuna neno chemistry. Kwa tutasema chemistry in list 2. Kwa tukiangalia chemistry in list 2 tutakuta ni true kwa sababu chemistry ipo ndani ya list 2. Lakini pia unaweza kaamua kufanya iteration kwenye list kwa maana ya kutumia for loop kuprint elements ambazo zipo kwenye list, labda for I in list 2, for I in list 2, alafu tunasema print I. Kwa hiyo ita print zile elements ambazo zipo kwenye list yetu. Kwa hiyo ni katika kufanya iteration. Na kitu kingine ni kama tulikuwa tumeona katika kufanya indexing, na kuna namna nyingine ya kufanya indexing. Kwa mfano ukiangalia hii list yetu hapa ilikuwa ina element 4 na tulikuwa tunazicount from 0 1 2 3, lakini tunaweza tukacount backward, na tukicount kwa kurudi kinyume tunaanza hapa. Hii element ipo katika position ya -1, ipo katika position ya -2, -3 na -4. Kwa mfano tukitaka ku access complex number ipo katika position ya negative, katika position ya negative 1. Kwa hiyo tukisema -1 itatuletea ile complex number. Kwa hiyo hiyo ni namna nyingine ya ku access elements za list. Lakini list zina functions na methods tofauti. Kwa mfano ili tuweze kuzifahamu na kuzijua hizo method na method na functions, mfano wa function ndo kama hivyo tulikuwa tumeangalia. Ya kwanza kuangalia length. Hii ni function ambayo inakuprovidea length ya list. Lakini pia kuna function ambayo inaweza ika-compare list mbili kama zinafanana au hazifanani. Kwa mfano una list 1 is equal to 1 2 3, 1 2 3 4, halafu una list 2 is equal to labda 2 4 5 and 3, halafu tunataka kuzicompare. Kwa unaweza ukasema list 1.compare. Kwa hiyo unasema list 1, au unaweza ukasema to comp, ukapitisha list 1, list 2, and then tukiangalia hapa ni syntax inaitwa ni comp. Kwa tukirun hapa, sorry, ngoja tuandike list 1. Nafikiri hatujarun this. Yes, kwa tujarun seli ya juu. Kwa hiyo kama hujarun seli ya juu, seli ya chini inakuwa haifahamiki. Name comp is not defined. Ngoja tuone hapa list 1.compare. Kuna hii function nafikiri tunataka tuifuatilie, function ya kufanya comparison. Okay, so
kuna namna ya kufanya comparison ya list. Hapa inabidi tufuatilie, sikumbuki vizuri, lakini we can compare. Lakini from that we can find the maximum au minimum number ya list fulani. Kwa mfano tunaweza kusema min, cell type ni code. So tunaweza kusema min, halafu tukapitisha list 1, let's say inatakiwa tuletee the minimum value kwenye list 1, lakini tukisema max inatakiwa tupitishe list 2, halafu itatuambia maximum value ni 5 kwenye list 2. Kwa hiyo ni functions ambazo zipo kwenye list. Lakini pia kuna methods ambazo zipo kwenye list, ambapo unaweza uka append a certain number au kaongeza a certain element kwenye list. Kwa mfano kwenye list yetu ya list 1 labda tunataka kuongeza namba nyingine ambayo ni 10, kwa tunaweza kusema list1.append, tukaappend 10. Kwa tutakuta list 1 inaongezeka element. Tukija kuprint list 1 hapa tutakuta ina element na 10 iko added. Lakini pia unaweza kaamua kuinsert hii 10. Kwa mfano tungeweza kuamua kuileta kwenye position ya kwanza, maana tungesema list1.insert, halafu tukainsert kwenye position 0 to insert 10. Kwa hiyo 10 ingekuja kwenye position 0. Kwa tungekuja kusema list1 ungekuta 10 ipo kwenye position ya kwanza pia. Kwa hiyo ni baadhi ya method. Na method nyingine ya muhimu pia, tunaweza kuamua kuirevise list 2. Nasema list2.revise, list2.revise. Hapa tuna revise list 2, na tukija kuprint list 2 hapa tutakuta iko revised. Ukiangalia list 2 ilikuwa ni 235, lakini tutakuta ni 532. Kwa hiyo imekuwa revised. So ukitaka kujua zaidi kuhusu method, usisahau kuandika help, halafu ukaandika list. Ukiandika help afu ukaandika list, itakuletea kuhusu list kama hivi. Kwa hiyo itakwambia list inakuwa ni kitu gani, itakuletea na methods zake hizi hapa zinafanyaje, insert, remove na vitu vyote itakwambia. Lakini pia kuna hii function nyingine pia inaweza kukupa msaada. Hii ina list tu vitu vilivyopo kwenye list. Kwa mfano itakwambia hizi attributes, lakini pia itakuonesha method ambazo zipo available. Tuje tuzungumze kuhusu tuples. Tuples is the same like list, but the only difference is that tuple hauwezi kubadilisha au haiko modifiable, au tunatumia term ni immutable, kwamba hauwezi kuchange elements ambazo zinakuwa kwenye tuple kama tunavyoweza kuchange ambazo zipo kwenye list. Kwa mfano unaweza kutengeneza tuple kawaida kama tulivyokuwa tumetengeneza list, lakini tofauti ni kwamba huku tunatumia parentheses instead ya zile square brackets. Kwa mfano tukisema t is equal to, halafu hapa tukaweka elements zetu, labda tukaweka Python, tukaweka Java, halafu tukaweka C++. Kwa hiyo tumetengeneza tuple ambayo ina hizo element tatu, na katika kuaccess ni kama tulivyokuwa tunaweza kuaccess list. Maana nikisema tuple of 1 itaniletea Java, na nikija kusema tuple of -1 itaniletea C++. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Lakini pia ina zile method ya kutafuta length, lakini pia unaweza ukafanya repetition kwa maana ya kurepeat tuple labda times 9, kwa itarudia 9 times, alafu ukasema labda tuple plus a certain tuple nyingine, labda uka plus na JS. Kwa hiyo okay, tuka plus labda na JS na nini, JS labda na Go. Kwa ita plus Python, Java na C++, JS na Go. Kwa hiyo ni concatenation operator na zingine. Na
indexing ni kama kawaida tulikuwa tumefanya, lakini pia ina methods na vitu vingine ambapo unaweza ukaziona au ukazielewa kupitia help, alafu ukaingia kwenye ukaandika tapo. Kwa hiyo utapata ina hizo, lakini ukiangalia ina hizi method mbili za count na index. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini haina zile method kama kule ku append, insert na vitu kama hivyo. Ni kwa sababu tapo is immutable, hauruhusiwi kuchange au haiwezekani kuchange the values ambazo zipo kwenye tapo, na ndio inayotakiwa iwe hivyo. Na tuje kwenye dictionary baada ya kuangalia hivi vitu kuhusu tapo. Dictionary pia ni another type of data structure ambapo tuna store elements in pair in pairwise. Tunakuwa tuna key and value pairs. Kwa hiyo una store certain value kwa certain key, halafu una store una store certain value. Kwa hiyo unakuwa na key na value. Kwa mfano naweza nikasema key ni name halafu value ni John, au key ni age halafu value ni 15. Na namna ya kudefine dictionary, kwa sema d is equal to, tunatumia hizi curly braces. Kwa mfano nikisema dictionary hapo niseme name halafu niweke John, maana yake ni kwamba hii nimetengeneza dictionary ambayo ina key. Kwa key nyingine iwe ni age halafu age niweke 10. Kwa hiyo nimetengeneza dictionary ambayo ina key ya name halafu ina value ya John, halafu key ya age ina value ya 10. Kwa hiyo nikitaka ku access elements ni tofauti na tulivyokuwa tuna access kwenye list na kwenye tapo ambapo tulikuwa tunatumia indices, lakini kwenye list kwenye dictionary tunatumia keys. Kwa mfano nasema d of name, maana yake itaniletea John, na nikisema d of age, maana yake itaniletea 10. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaweza tuka access elements za kwenye dictionary. Lakini pia ninaweza nikaamua kutaka kupata length ya dictionary yangu kama kawaida kule. Kwa nikapitisha d, itaniletea length yake ni 2. Na pia ninaweza nikaamua kuangalia type ya hii dictionary, ya hii variable yangu ambayo ni d. Kwa hiyo nategemea niambie ni dictionary, kama hivyo itaniambia ni dict kwa maana ya dictionary. Lakini sasa kuna methods ambazo unaweza kuzitumia pia na dictionary. Kwa mfano kuna clear, kuna copy na zingine. Kwa mfano nataka kucopy ile dictionary ya d kwenye f, nitaandika d.copy, halafu nitakuwa nimecopy dictionary d kwenye f. Kwa hiyo print f nategemea iwe na values ambazo zilikuwa kwenye d. Lakini naweza nikaamua kupata keys zenyewe, labda nataka kupata keys ambazo zipo kwenye dictionary. Kwa kumbuka dictionary yetu ina key mbili ambazo ni name na age. Kwa hiyo tutategemea kuzipata hizi hapa, name na age. Au nataka kupata only values ambazo zipo kwenye dictionary. Kwa nikisema values itanirudishia the values ambazo ni John na 10. Kwa hiyo ni namna ya kufanya kazi na dictionary. Lakini pia si haba, ukiingia kwenye help ukiandika dict, utapata kufahamu dict ina contain attributes zipi na ina contain methods zipi ambazo ni hizi hapa zimeelezewa, na unaweza ukaziona na kuzielewa kwa uzuri zaidi. Na baada ya dictionary tutakuja kumalizia kuhusu seti, na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha session yetu ya data structures. Sasa seti inakuwa ni na yenyewe inatunza elements au inatunza data, lakini inatunza unique elements. Na namna ya kudefine set, unaweza kutumia hii keyword ya set au ukatumia hizi parentheses, curly braces kutengeneza set. Kwa mfano unaweza kutengeneza set labda ukasema set yenye namba 1, 2, 3, 4 na 5. Kwa hiyo ni set tayari. Kwa nikija kuangalia type hapa, nikisema type
halafu nikapitisha, mimi ningekuwa nimedefine hapa labda aq is equal to, halafu nikaja hapa nikasema type ya q nategemea niambiwe kwamba ni nini, kwamba ni set ya. Kwa hiyo ni namna ya kutengeneza set. Na set ina operations tofauti kwa ambao wamefanya mathematics. Mtakumbuka kuna operations ambazo tulikuwa tunazifanya na set. Tulikuwa tunaangalia intersection, kuangalia kama seti zetu zina element ambazo zinafanana. Kwa mfano tuna seti ya kwanza ambayo ni hii hapa, labda 1 2 3, halafu tunataka kuangalia kama kuna intersection na seti inayofuata ambayo ni hii hapa, labda 3 4 7. Je, kuna element ambazo zinafanana? Ni sahihi, tutakuta kuna intersection ambayo intersection ni 3. Kwa hiyo kuna element ambazo zinafanana ambayo element hiyo ni 3, kwa hiyo ita return, na hiyo ndo operation ya intersection. Lakini unaweza ukatafuta intersection kwa namna nyingine bila kuandika keyword ya intersection, ukatumia keyword ya ukatumia sign ya and. Tukafuta hii, kwa mfano tukifuta hii tukaandika and, halafu tukasema hivi itatuletea 3. Kwa hiyo instead ya kutumia intersection kama keyword unaweza kutumia hii alama ya and au ampersand. Na operation nyingine, tukiangalia operation nyingine ni union. Kwa mfano tunataka kuunite hizi seti element mbili, maana yake tunazicombine zinakuwa ni single seti, lakini kwa kulimove duplicates. Kwa mfano kama ukiangalia hii seti yetu, hizi seti zetu, seti ya kwanza ina 1 2 3, seti ya pili ina 3 4 7. Sasa tunapotafuta union tunaondoa zile elements zilizo duplicate, tunaiweka moja. Kwa hiyo kama hapo inabidi 3 iapie mara moja tu kwenye seti yetu. Kwa hiyo tukiandika .union halafu tukapitisha hii element yetu hapa, maana yake itatutengenezea seti ambayo ina unique element ikimuondoa 3 ambaye alikuwa amejirudia na kumweka mara moja, maana yake apie one time. Lakini instead ya kutumia keyword ya union tunaweza tukatumia pipeline, na pia ikatufanyia kama ilivyofanya juu na ikatutengenezea union ya seti zetu mbili. Lakini pia kuna kitu kinaitwa difference, ambapo difference tunaangalia element ambazo zipo kwenye seti moja na hazipo kwenye seti nyingine. Kwa mfano tukichukua seti ya kwanza ambayo ni hii, halafu tunataka kuangalia ni element gani ambazo zipo kwenye seti ya kwanza lakini hazipo kwenye seti ya pili, ambayo seti ya pili ni hii na 3 4 na 7. Sasa element gani zipo kwenye seti ya kwanza zipo kwenye seti ya pili? Ni 2 na 1. Kwa hiyo tunategemea turudishie 2 na 1 ambayo ni hizi hapo 1 na 2, ndio difference kati ya seti ya kwanza na seti ya pili. Lakini badala ya kutumia keyword ya difference unaweza ukatumia minus sign, kwa ukaandika minus, halafu uka minus na seti ambayo ilikuwa inafuata. Kwa hapa pia tunategemea itatuletea 1 and 2 kama hivyo. Kwa maana ya difference tumefanya, na tumefanya pia tunakuja kufanya symmetric difference. Symmetric difference inaangalia kwenye seti zote mbili, element gani ipo huku na huku haipo, au ipo kwenye seti hii na kwenye seti hii haipo. Kwa mfano tukichukua hizi seti zetu hapa, tukileta kutafuta symmetric difference, maana yake ni kwamba tunaangalia element gani zipo kwenye seti ya kwanza, element gani zipo kwenye seti ya kwanza hazipo kwenye seti ya pili, au zipo kwenye seti ya pili hazipo kwenye seti ya kwanza. Kwa mfano tukianza kuangalia element ambazo zipo kwenye seti ya kwanza afa zipo kwenye seti ya pili, tutakuta ni 1 na 2. Lakini ambazo zipo kwenye seti ya pili afa zipo kwenye seti ya kwanza, tutakuta ni 7 na 4. Kwa hiyo tunategemea majibu yetu hapa yawe 1 2 4 7. Sorry, futa hii. Kwa hiyo utapata 1 2 4 7. Kwa hiyo ndo symmetric difference. Lakini unaweza usiandike hivi kwa maana ya kutumia keyword ya symmetric, ukatumia sign ya hii hapa ifuatayo kutafuta symmetric difference. Unaweza ukatumia hiyo alama na ikakuletea pia symmetric difference. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia symmetric difference. Na
tunaweza tukaangalia pia kama seti fulani ni superset wa seti fulani. Kwa mfano tukisema tuna seti 1 2 3 4 5, halafu tunataka kuangalia kama ni superset wa seti hii inayofuata, labda 1 2. Tunasema superset inakuwa ni seti ambayo ina contain seti zingine. Kwa mfano ukimwangalia huyu seti 1 2 anapatikana kwenye hii seti 1 2 4 5, kwa tutapata kwamba ni true, ni superset. Umeona? Lakini pia unaweza kuangalia subset kwamba tunataka kujua, je, huyu seti 1 2. So superset unaweza ukatumia pia namna nyingine ya kucheck superset kwa kutumia sign. Unaandika is greater or equal to this set. Kwa hiyo seti ya kwanza is greater or equal to seti ya pili, tutatuambia ni true kwamba this one is superset of this set. Na tukija kucheck subset, tunabadilisha hapa tu, inakuwa ni less than, na tunaweza tukasema, je, 1 2 is a subset of 1 2 80 1 2 89. Hapa tuweke 6 labda. Kwa hiyo itatuambia ni true kwamba 1 2 is a subset of hii seti nyingine, lakini tunaweza tukatumia keyword ya is subset na ikatuambia kama ni subset. Kwa tukisema dot is subset, alafu tukiweka hizi keyword itatuambia kuna shida, futa hii s, itatuambia true kwamba 1 2 is a subset ya hii seti nyingine ambayo imefuata. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia set. Na kitu kingine tulikuwa tunaangalia tunaita disjoint. Disjoint maana yake ni kwamba unaangalia kama seti ya kwanza na seti ya pili zina element ambazo hazifanani, kwa maana kwamba inakuwa ni kinyume cha intersection. Kwa mfano tukitengeneza seti 2, 3, halafu tukaandika disjoint, tukaandika is disjoint, tukasema is disjoint labda na seti 5 6, tutakuta ni true kwa sababu seti ya kwanza na seti ya pili hazina elementi zozote ambazo zinafanana. Kwa hiyo ni kuangalia disjoint. Kwa hiyo iko hivyo. Kitu kingine pia tunaweza tukaangalia operations with a single element set. Kwa mfano tunataka kuangalia kama 7 ipo kwenye seti yetu ambayo ina 8, 9 na 5. Kwa hiyo 7 in 8, 7 and 5. Kumbuka in ni membership operator. Kwa hiyo tunaangalia kama 7 ipo kwenye seti yetu, na itatuambia ni false kwa sababu 7 haipo kwenye seti yetu. Lakini tunaweza kuangalia labda tukabadilisha namba hapa, tukaangalia labda 9. Je, 9 ipo kwenye seti yetu? Itatuambia true. Kwa hiyo ni namna nyingine ya kufanya operations au single operations kwenye set ambazo zinakuwa ni kama single element operations. Asante kwa kufuatilia session ya data structures. Tukutane katika session yetu ya mwisho ambapo tutaangalia object oriented programming, na kuna kitu hapa tumekisahau kidogo, namna ya kuadd na kuremove element kwenye seti. Kwa mfano kwenye seti yetu labda tuna seti hii hapa inaitwa seti S, ina 8, 10 na 11 au 17. Tunaweza tukaamua kuremove element kwenye seti S. Kwa tukasema s.discard. Kwa tukamdiscard ngapi? 17 labda. Kwa tukirani hapa, tukija kuiprint hii seti S, labda tumesema s is equal to, tumediscard, tukija kuprint s hapa itakuja ni s. Ngoja kidogo turani hii, alafu turani tena hapa, alafu turani hapa.
Ngoja tuone hapa kuna shida gani. Ngoja kwanza tujaribu ku-add hapa element, tuseme s.add, halafu tu-add element labda 20 au 40, halafu tuje tu-discard 40, halafu tuje tu-print s. To-print s hapa tu remove this one, tuweke hiyo, halafu imeweka discard, remove this one, yeah, sure, so imeweka out. Kwa mfano hapa tungekuja tukaandika s and then so it works out. Tumetengeneza seti s ambayo ilikuwa na 8, 10 na 17, tukaadi 40. Tukiprint hapa s itakuja na 40, lakini then tukamremove 40, then tukaprint s ikaja ina 40. Kwa hiyo ni namna ya ku remove na ku add, lakini unaweza kutumia remove pia. Maana yake tutatengeneza seti yetu s, lakini tutalimove 40. So that's how it works. Asante kwa kufuatilia. Tukutane kwenye session ya mwisho ambayo ni object oriented programming in Python. Asante.